السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekuja kwenu na somo na mada moja adhimu sana, mada ambayo inasema barua mbili zilizotumwa kwa viumbe wasiokuwa binadamu. Barua mbili zilizotumwa kwa viumbe wasiokuwa binadamu. Ndugu yangu katika imani, kwa nini leo ninakuletea mada hii adhimu kabisa ya barua hizi mbili ambazo zimetumwa kwa viumbe wasiokuwa binadamu? Nisikilize kwa makini sana, twende sambamba ili ukaelewe kisa hiki, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie na wewe miongoni mwa wenye kuzipata barua hizi, kwani zina faida kubwa sana. Na kwa nini tunaleta kisa hiki ya darasa hili siku ya leo? Tarehe 25 mwezi wa 6 tutakuwa na dua adhimu sana ya kufunga mwaka. Maana sisi Waislamu mwezi wetu huu ndio mwezi wa 12, ikifika Muharram utakuwa ni mwezi wa kwanza. Dua hii itashirikisha watu 50. Ina maana baba katika nyumba au mama katika nyumba atabeba na familia nzima katika dua hiyo. Na dua hii anaweza kashiriki hata mtu ambaye yuko nje ya nchi, yuko nchi za nje, yuko mkoani, anaweza kashiriki dua hii moja kwa moja. Barua hizi watakwenda kupewa watu hao. Sasa labda nisikilize zina maana gani, ni za nini, zinasaidia nini. Hapo ndo nisikize kwa makini sana katika dua hii. Kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Abu Judana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana siku moja alikuwa amelala katika nyumba yake. Alipokuwa amelala katika nyumba yake, basi usiku akastuka, akaona kitu kama kimkia hivi kinaning'inia katika paa yake. Akachukua mkono wake ili aangalie kinachoning'inia hiki ni nini. Basi wallahi lazima alipokishika, Abu Judana akapigwa kitu mfano kama mtu alipigwa na shoti ya umeme. Abu Judana akaanguka, na kwa kweli tangia hapo hali yake ikawa sio nzuri, hali yake ikawa ni mbaya sana. Abu Judana alisubiri kuche ili akampe taarifa zile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asubuhi baada ya kucha akaenda msikitini akaswali. Baada ya swala akamfuata Mtume Muhammad kwenda kumhadithia mkasa ambao Abu Judana umemkuta usiku. Mtume akamwambia Abu Judana, ulichokiona nyumbani kwako hiyo usiku ni kawaida. Nyumba yako wanaishi majini wabaya. Nyumbani kwako wanaishi majini wabaya. Alichokifanya Mtume, akamuita Saidina Ali bin Abi Talib kwamba aandae kidau cha wino na karatasi ili Mtume muandikie barua. Hii barua aende akaiweke kule kwa ajili ya vile viumbe vibaya. Hii barua mimi hapa ninayo, nitakusomea tu sehemu tu, lakini kwa urefu inshallah utaipata katika hiyo tarehe 25 ya mwezi wa 6. Na ukitaka ufafanuzi zaidi wa barua hiyo na dua hiyo, basi utanipigia katika namba yangu hii ya 0788 905151 ama 0793 052 052. Ukiona umepiga hujapokelewa, tuma message. Narudia, ukiona umepiga hujapokelewa, tuma message. Mtume akamwambia Sayyidina Ali aandike. Ali akaandika. Barua yenyewe ilikuwa ni hivi. Imeanza kwa kusema Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hadha kitabu min Muhammadur Rasulullah, kwamba hii ni barua inatoka kwa Muhammadi mjumbe wa Mwenyezi Mungu Rabbil Alamin, tena mtume wa Bwana wa mlezi wa viumbe vyote. Ila man taraka dara, barua hii inakwenda kwa yule ambaye aliyevamia nyumba au waliovamia nyumba. Minal umari wa zawari, kutokana na wale majini yaitwa umarul bait, yale yanayokaa katika majumba ya watu yale,
wa zawar, na yale majina yanayotoka na kuingia. Illa tariku yatriku bi khairi, isipokuwa barua hii haitamgusa yule ambaye anaingia ndani, lakini uingiaji wake anaingia kwa khairi. Imeendelea mpaka mwisho. Baada ya hapo Mtume akampa barua Abu Judana, akamwambia nenda kaiweke barua hii nyumbani kwako. Abu Judana akamchukua ile barua ya Mtume, ni kweli akaenda kuiweka nyumbani kwake. Ndugu yangu, baada ya kuweka ile barua, yaliyojiri katika nyumba yake yalikuwa ni makubwa sana. Na ndio maana hata wewe baada ya kuipata hii barua, kuna matumizi na kuna maelekezo utapewa namna gani utakwenda kuiweka barua hii. Barua hii kazi kubwa ni kwenda kuwaangamiza wale wote ambao kwamba wanaingia katika nyumba yako, lakini uingiaji wao hawaingii kwa khairi, wanaingia kwa shari. Iwe majini, iwe mashaitani, iwe wachawi, iwe yule ambaye anaingia katika nyumba yako lakini uingiaji wake haingii kwa khairi, anaingia kwa shari, barua hii inakwenda kumuumiza. Hii ni barua ya kwanza. Nimeongea hapa kimukhtasari kiufupi ili niokoe muda nikuelezee na barua ya pili. Naziongea kwa uchache sana hizi barua, lakini inshallah ipo siku maalum barua hizi nitaziongea kwa urefu ili mtu aweze kuelewa kwa urefu kuhusiana na hizi barua. Kwa hiyo hii ni ya kwanza. Barua ya pili hii aliandika sahaba anaitwa Umar ibn al-Khattabi, na barua hii aliandika katika nchi ya Misri, au alipeleka Misri. Samahani kidogo. Barua pili hii pale Misri, Umar alimweka pale mtawala, alikuwa anaitwa Umar ibn al-As, ndio alikuwa anatawala pale Misri, ambaye aliweka katika utawala wa Umar ibn al-Khattabi. Pale Misri palikuwa na desturi moja ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Walikuwa wale wa Misri wana desturi kwamba kila mwaka wanamchukua binti kigori, binti ambaye tayari kavunja ungo. Yule binti alikuwa anavalishwa vizuri, anapambwa vizuri kwa mavazi ya thamani makubwa. Alikuwa anapelekwa pembezoni mwa mto Naili yule. Kisha baada hapo alikuwa anatumbukizwa, yule binti alikuwa anauawa. Itikadi yao ni kwamba kama ukuyafanya yale, basi maji yanakuwa yanakauka na maji yanakuwa yanapungua. Lakini utawala wa Umar ibn al-As, yeye habari zile akazizuia na akazikataza. Lakini angalia mtihani ambao umetokea. Mwaka wa kwanza aliyokataza maji yakapungua. Mwaka wa pili aliyokataza maji yakapungua. Watu wanamfuata, bwana si unaona bwana? Bwana si unaona bwana? Sisi bado tumekubali Uislamu, kitu tuache jambo letu hili. Umar ibn al-As alipoona ile hali inazidi kuwa mbaya, pamoja na msimamo wake alikuwa nao, akaenda kumpelekea habari hizi Saidna Umar ibn Khattabi. Umar ndio akaandika hii barua, ambayo barua hii vile vile na wewe ndugu yangu katika imani utakwenda utaipata siku hiyo ya tarehe 25. Baada ya kuipata barua hiyo inahitaji watu 50 tu. Watu 50 kamilika, na kwa basi taratibu wa kujiunga basi utapiga katika namba hizo ambazo nimezitaja hapo ya 0788 905151 ama 0793 052 052. Barua yenyewe ni hii hapa, hii ambayo ameandikiwa Umari kumwandikia yule Umar bin al-Khasi, naye akachukua ile barua akaenda pale katika ule mto Naili. Sikiliza maneno walikuwa anayasema katika hii barua. Mimi nitakusomea sehemu tu katika haya maneno. Umari ibn al-As akaiambia ile ule mto, in kunta tajri bi amrika fala sha'nu laka, fala sha'nu laka. Aliambia ule mto kwamba ikiwa wewe mto unatiririsha maji, unatoa maji kwa ajili yako wewe mto, basi sisi hatuhitaji maji haya mpaka kiyama. Ikiwa wewe mto unatoa haya maji, unatiririsha haya maji kwa ajili yako wewe mto, basi sisi hatuhitaji maji haya mpaka siku ya kiyama. Wa in kunta yajri bismillahir rahmanir rahim fajri bismillahir rahmanir rahim. Lakini akamwambia kwamba ikiwa maji haya yanatoka au yanatiririka kwa ajili ya yule ambaye kila jambo lake linaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, basi tiririsha kwa bismillahir rahmanir rahim. Wallahi lazim, baada kuyatamka maneno haya, baada ya kusoma barua hii,
ile hali ikawa imetulia. Hatimaye barua akachukua akaenda kuitumbukiza katika yale maji. Ndugu zangu Waislamu, yale maji yakawa yamejaa na kujaa, hayakukauka tena, hayakupungua tena, na wala hayakuleta madhara ya aina yoyote. Mpaka leo tunavyoongea mimi na nyinyi, wakazi wa Misri, watu wa Misri wanaotegemea sana mto Naili, na asilimia kubwa watu wengi wanatumia sana maji ya mto Naili katika nchi ya Misri. Lakini angalia kazi aliyofanya Saidna Umar baada kuandika barua. Ile barua ikaenda kutuliza ile hali ambayo kwamba wa Misri wako nadhani kwamba hayawezi maji haya kwa mengi, mpaka lazima waue mabinti zao. Lakini barua ikaenda kufanya ile jambo lisiwe. Baadaye wale vijana wale watu wakamfuata yule Umar bin As, wakamwambia imekuwaje wewe barua tu itulize hali iwe hivi, maji tunayapata na watu hawauawi, imekuwaje? Umar akawasomea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema man khafa Allah khafahu kulla shay'in, kwamba yoyote mwenye kumogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ataogopwa na kila kitu. Bimaana ile barua anaenda kuweka pale, yule aliyeandika hii barua ni mtu ambaye anaogopwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndani yake humo ndani pana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu akatii amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana barua imekwenda kutuliza matatizo, imekwenda kuondoa jambo ambalo zito. Watu wengi walikuwa na itikadi kwamba huwezi kupata maji, haiwezi kujaa mpaka lazima awe mtu. Barua ikaenda kuondosha ile hali na hali ikatulia kabisa. Barua hii sasa kama unaipata ndugu yangu katika imani, barua hii kazi yake ni kuweka katika nyumba yako, aidha katika nyumba yako, aidha katika ofisi yako, aidha katika gari yako. Na hata wale ndugu zetu ambao wanaochimba madini, wale wachimbaji, hii barua inawafaa sana kuwa nayo. Kwenye magari yenu humo, kwenye majumba yenu humo, katika maeneo mnayoishi humo, inshallah ni muhimu sana kuwa nayo, kwa sababu ya kuzuia vitu vibaya, aidha majini, aidha mashetani, aidha wachawi, hata wale watu ambao wanadamu lakini wanaingia katika njia ambayo isiyokuwa ya kawaida. Barua hizi zitakwenda kutuliza hali kama hiyo. Inshallah barua hizi itapatikana tarehe 25 Allah akipenda, katika dua yetu ya kufunga mwaka tutakaifanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 6. Kwa mtu anataka kujiunga katika dua hiyo, basi mawasiliano hapo yapo, atapewa taratibu namna gani atakwenda kujiunga katika dua hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.